Nimekaa nimefuatilia, nimegundua vijana tulio wengi kwenye maisha tunakwama kwa sababu ya mahusiano, kwa sababu ya mapenzi. Yaani chini ndio kunatufanya wengi tufeli. Hili swala linakera sana. Sasa leo nataka nikutajie ni wanawake wa aina gani ambao wewe ukiwaoa kwenye maisha yako wana uwezo wa kumove kutoka ulipo kwenda sehemu nyingine. Wana uwezo wa kukushika mkono wewe pamoja na upumbavu wako, mkamove, mkajenga, mkafungua biashara, mkaanza maisha. Mtu wa kwanza ambaye unatakiwa uwe naye kwenye mahusiano kama kijana, kama una lengo la kuoa, wa kwanza ambaye unatakiwa uwe naye kwenye mahusiano basi ni mama ntilie. Wengi mnaweza msinielewe, lakini kama kuna binti au kuna mwanamke ambaye amelelewa na mama ntilie, mama muuza wali mtaani, mtoto akitoka shuleni anarudi mtaani kuuza wali na mama yake, muheshimu. Lakini mwanamke ambaye hutakiwi kuoa hata iwaje ni mwanamke ambaye, angalia kwanza familia ya yeye na baba yake. Je, amelelewa na baba yake peke yake, mama yake waligombana na baba yake? Huyo hutakiwi kuoa. Je, amelelewa na mama yake peke yake, mama yake aligombana na baba yake, kalelewa na mama peke yake? Ukioa huyo utalaumu watu. Utalaumu watu. Yaani fanya vyote ile usikose kuoa. Mimi hapo naniona na utu uzima na pesa nilizonazo na majumba nilionayo, magari nilionayo, na miliki pikipiki ya zaidi ya milioni 50, wakati kuna watu wanamiliki gari za 10,000. Sijaoa. Na wala sina mpango wa kuoa. Na wala sijui kama nitaoa. Kwa sababu kuna kipindi niliwahi kujaribu kutaka kuoa, familia ya mwanamke ikaondoka na yule mwanamke. Kwa hiyo kuanzia hapo wakasema mimi mchawi, Freemason, si nani. Nikasema haina noma. Kwa hiyo kuanzia hapo nikapoteza appetite ya kuoa kabisa. Kitu ambacho kimenishinda kwenye kuoa ni kwamba mimi nitafute pesa ambazo natakiwa nimhudumie mwanamke, alafu natakiwa mwanamke nimbembeleze kwa hela zangu. Yaani hela zangu nampa, pia nimbembeleze. Ukiachana na kumbembeleza, natakiwa tena nianze kuhangaika, kupoteza muda, niache kwenda kutafuta hela, nianze kuhangaika kumlinda yeye, kujua mara sio aliongea na nani. Huo pumbavu sifanyi. Kwa hiyo mwanamke mwingine ambaye wewe unastahili kumuoa kama unataka kuoa na maisha yako yawe vizuri, mwanamke mwingine ni mwalimu. Yaani kama kuna ndugu yako kaoa mwalimu wa shule ya msingi, wa sekondari, wa chuo, mwalimu, yaani wewe awe tu mwalimu. Kama umeoa mwanamke mwalimu, bro, utaishi maisha ya thamani sana kwenye hii dunia, na utaheshimika, na utakuwa mtu fulani kama huyo mwanamke akikupenda. Yaani ukiolewa na mwalimu akakupenda, kuna opportunity nyingi unaweza kupata kutokana na kuoa huyo mwalimu. Wangapi mmeoa walimu? Naomba kwenye comment tagi mwalimu wako uliyemuoa, au tagi ndugu yako aliyemuoa mwalimu, au tagi huyo mwalimu mwenyewe. Tokea kitu mbali. Lakini ukioa mwanamke ambaye pia ni, naweza nikasema ni nani? Ni daktari au nurse. Hakuna kitu ambacho binadamu wana enjoy, hasa waliooa manesi au madaktari. Madaktari ukimuoa una opportunity kubwa ya wewe kufanikiwa. Niulize kwa nini? Kama kuna mtu ni daktari au amemuoa daktari, mwambie chifu nimempa maua yake. Nataja ni wanawake wa aina gani wengine ambao ukioa unaweza kufanikiwa. Mwanamke mwingine ni Mchaga. Ukioa unaweza kufanikiwa, lakini mtakapofanikiwa anaweza kukuua wewe ili zile pesa atumie yeye na familia yake. Sio wote, lakini ndio inatambulika hivyo. Kwa hiyo kama wewe ni kijana unataka kuoa, tafuta binti ambaye anauza mgahawa. Sio anayefanya kazi hotelini. Anayeuza, yaani mgahawa ni wa kwake, yeye ndo anaumiliki. Au amelelewa na mama muuza mgahawa. Oa huyo binti. Mwalimu, oa huyo binti. Daktari, oa huyo binti. Si tunaelewana vizuri? Binti ambaye utakiwa kuoa mtendaji usioe. Nitazungumzia kesho kwenye video ya kesho kwa nini utakiwa kuoa mtendaji. Lakini mtendaji usioe. Nitasema kwa nini. Lakini kama ndo umeshaoa mtendaji, sio mbaya.
nitakupa maelekezo namna gani ya kuishi naye vizuri ili msigombane, lakini mtendaji usioe. Unaweza ukaoa, lakini nategemea na anavyokupenda, mnavyoishi. Kama unaona mnaishi vizuri nini, oa, ana shida. Wengine ningetaja, lakini naofia kwa kweli. Alafu ngoja hivi, mnajua kama hii pikipiki ni zaidi ya milioni 50? Sina kwa kwenda nayo, ila nilinunua tu kwa ajili ya kuwa na wavimbia jiji. Yaani hata sina kwa kwenda. Sambamba na hilo, kila siku nitakuwa nikiwaonyesha mambo. Unaona hii sio nyumba ya kuishi binadamu wala mtu. Hii ni nyumba ya servant quarter. Yaani walinzi wangu wanaolinda getini. Kule juu kule ndio sehemu ambayo wanakaa usiku kuangalia mazingira. Hapa chini mbwa zikiwa zinazunguka. Yaani hii ni nyumba ya walinzi. Niangalie. Hii ni nyumba ya walinzi. Yaani ni nyumba ya kuishi walinzi wangu. You know what I'm saying? Hii ni nyumba ya walinzi. Mtagi mtu ambaye ana nyumba kama hii alafu anavimba. Siku njema my friend. Tell your friend to tell your friend kwamba mahusiano ndio kitu kinachobeba kila kitu. Alafu sogea. Kenya, usiku wa leo nakuja Kenya. Kenya nakuja usiku wa leo, nakuja Kenya.